الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa video zetu, kwa mara nyingine tena tunakutana katika darasa yetu hii ya nahwu, na leo itakuwa ni kipindi cha pili. Kama utakuwa ni mpya katika darasa hii, kwanza kabisa subscribe channel hii ili kusudi tunapoposti tena darasa nyingineyo iweze kukufikia kwa wakati. Kitabu ambacho tumekichagua ni kitabu cha Matnul Ajurumia. Hicho ndicho ambacho tunakwenda kukitumia kama kitabu chetu cha kiada. Katika kitabu hichi tulianza kusoma anwa'ul kalam, ambapo ndio mada ya mwanzo iliyopo katika kitabu hiki. Kwa hiyo si vibaya kujikumbusha kabla hatujaenda kipengele cha pili ambacho tumekibakisha. Tukasema al-kalam, maneno yana nguzo nne. Maneno kwa lugha ya Kiarabu yana nguzo nne. Nguzo ya mwanzo ni al-lafdh, yani tamshi. Nguzo ya pili ni al-murakkab, yani mapandamano, kwa maana kwamba ni tamshi liwe zaidi ya moja. Nguzo ya tatu ni al-mufid, kwa maana ya kwamba hayo matamshi yatakayotamkwa au yatakayoandikwa yaandikwe kwa makusudio maalum, yasiwe ni ya kuropokwa. Lakini na nguzo ya nne ni alwad'u, kwa maana ya kwamba ni lazima tamshi hilo lifungamane na herufi za hijai, alif, be, te, the, jim, he, khe, dal, dhal mpaka ye. Hapo tutakuwa tumetengeneza maneno kwa kutumia nguzo zake hizi nne. Lakini katika mada hii ya anwa'ul kalam tukaangalia alamatul ism, yani alama zinazojulisha neno kama ni jina. Tukaona kuna alama ya kasra, kuna alama ya tanwin, kuna alama ya kuingiwa alifu na lam mwanzoni, lakini vile vile kuwepo kwa herufi ya jarri mwanzoni, herufi ambayo inasababisha jina lipate kasra. Lakini na herufi hizo tukazitaja kwamba ni min, ila, an, ala, fi, ruba. Alba kwa maana ya be ni kasra, alkafu kwa maana ya kafu yenye fatha, allam kwa maana kwamba lamu yenye kasra, na hurufu alqasam na herufi za viapo kama vile alwaw ambayo inakuwa na fatha, alba inakuwa na be inakuwa na kasra, watau te yenyewe inakuwa na fatha. Hayo ndiyo ambayo tulisoma katika kipindi kilichopita kwa ufupi. Leo insha Allahu taala tunakwenda kuangalia kipengele kinachosema al-fi'lu. Al-fi'lu ndicho kipengele ambacho tulikuwa tumekibakisha. Anasema wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'i ta'nifi sakina. Baada ya mtunzi kutusomesha alama ambazo tukiziona kwenye tamshi la Kiarabu, tamshi hilo litakuwa ni ismu, kwa maana kwamba ni jina. Sasa anataka kutufahamisha kuna alama pia tukiziona katika neno, basi neno hilo litakuwa ni fi'il, kwa maana kwamba ni kitendo. Kwa hiyo anatuambia wal fi'lu yu'rafu biqad, na kitendo kwa lugha ya Kiarabu kinatambulika kwa kupatikana tamshi la qad, na sharti ya hili neno qad linakuwa lipo mwanzo alafu ndio kinafuata kitendo. Mfano qad aflaha almu'minun. Kiangalia hii aya hapa, Allah anasema qad, hii hapa qad aflaha almu'minun, qad aflaha, qad aflaha. Aflaha ni kitendo cha wakati uliopita, yani ni fi'lun madin, imeingia qad. Lakini vile vile qad hiyo hapa tunaona qad yakdhibu as-saduq, qad yakdhibu as-saduq. Yakdhibu ni kitendo, lakini kitendo cha wakati uliopo, yani fi'lun mudhari'in.
Kwa hiyo tunaona kumbe qad inaingia katika kitendo na inatakiwa ikae mwanzo. Hii qad kwa faida tu inapoingia katika kitendo cha fi'il madhi kama hapa, inakuwa faida yake ni kwamba inaonyesha uhakika wa kutendeka kwa kitu. Kwa hiyo hapa Allah aliposema qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini, hii ni hakika na haina shaka kwamba waumini ni wenye kufaulu. Lakini qad hii ikiingia katika kitendo cha wakati uliopo, fi'il mudhari, faida yake inakuwa ni kutuonyesha kwamba kitendo hiki hufanyika kwa uchache zaidi. Ndio hapa anasema qad yakdhibu saduqu, qad yakdhibu saduqu, ni mara chache mkweli akasema uongo. Mkweli hana kawaida ya kusema uongo, ni mara chache mkweli akasema uongo. Hiyo ndio faida zake mbili, na yapo makubwa zaidi ya hayo. Kwa sisi tunajifunza tutosheke tu na hayo. Kwamba anasema wal fi'lu yu'rafu biqad, fi'il inatambulika kwa kuingia neno qad. Lakini wasin, lakini vile vile pia fi'il inatambulika kwa kuingia sin mwanzo wake, na hii sin kwa kawaida huwa inaingia katika kitendo cha fi'il mudhari bas, yani kitendo cha wakati uliopo, na kwa lugha ya kisomi tunaita ni harfu tamfis. Sin ni harfu tamfis. Utaona hapa Allah anasema kalla sayalamun, kalla sayalamun. Hii sin ya mwanzo isa, hii ndio ambayo inaitwa harfu tamfis, na hapo ndo tunaiona imeingia katika fi'il mudhari. Sin harfu tamfis. Kwa hiyo sin ni katika alama za kutambulisha kwamba tamshi lililopo hapo ni kitendo. Lakini sin hii tabia yake inakuwa siku zote inapata fatha, haipati dhamma wala haipati kasra, na huingia kwenye fi'il mudhari peke yake. Lakini pia wasaufa, na neno saufa, saufa kwa lugha ya kisomi tunaita harfu, tunaita ni at-taswif. At-taswif maana yake ni kitu kukipa muda kwamba kitafanyika baadaye. Kwa kuna tofauti kati ya tamfis na taswif. Harfu tamfis ikiingia katika fi'il mudhari ina maana ilo tendo litafanyika lakini baadaye kidogo. Lakini kitendo cha fi'il mudhari kikiingia at-taswif, kwa maana kwamba saufa, kitendo cha kuonyesha kwamba kitafanyika lakini kitachukua muda kidogo, kwa maana muda utakuwa mkubwa kuliko hicho ambacho kimeingia sin. Na Allah ametumia katika Qur'an akasema kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, katumia neno ile hapa saufa, kaleka kwenye fi'il mudhari hapa ta'lamun. Kwa hiyo hapa sin ile saufa yetu ni hii hapa, ambayo inaonyesha kwamba na wakome watajua, na wakome hayo wanayoyanania pinga watayajua tu. Kalla sayalamun, na wakome muda mdogo watajua tu. Kisha mtunzi anasema wataita anithi sakina, na te ya kike iliyopata sukunu, na te ya kike iliyopata sukunu. Te hii kawaida yake inaingia katika kitendo cha fi'il madhi na haingii katika kitendo cha fi'il mudhari. Hapana, haikubali kukaa kwenye kitendo cha fi'il mudhari, bali nakubali kukaa kwenye kitendo cha fi'il madhi, na kwa kawaida inakuwa mwisho wake na inaungana na kitendo. Mfano, jaat Zainabu, qalat Maryamu, katabat Ruqayyatu, qala Muhammadun,
qala Muhammadun, amesema Muhammad. Neno qala halijaingia hiyo ta'anithi sakina. Tukilitia ta'anithi sakina tutasema qalat, yani amesema, lakini aliyosema hapo ni mwanamke. Uwezi ukasema qalat Muhammadun, itakuwa Muhammad umemtusi, kwa maana kwamba umempa sifa ya ukike. Lakini qalat Maryamu, qalat Zainabu, qalat muallimatun, yani itakuwa kama hivyo. Na tunaona pia katika mfano wetu hii hapa, qalat Maryam, ta'anithi ni hii hapa. Hii ndio ta'anithi sakina, imeingia kwenye kitendo qala, imeingia hapo kwenye kitendo cha qala, kumaanisha kwamba Maryam hapa ni mwanamke, kwa kitendo hichi ni cha kike. Kwa hiyo hizo ndio alama ambazo ukiziona ujue kabisa kama hicho ni kitendo. Lakini sasa tusije tukakariri tukataka tuone hizi alama ndio tuseme hilo neno ni kitendo. Hapana. Katika alama ambazo zimetajwa katika ismu, mtunzi alivyoziweka hauwezi kuepukana na hata moja, labda katika yale majina ambayo ni ismu ladhi la yasarif, yale ndio anaweza kidogo akakutatiza. Lakini alama zilizowekwa hapa katika alama za kujulisha jina ndio hizo. Jina kama hutalikuta na tanwini utalikuta na alif na lam, usipolikuta na alif na lam utalikuta na kasra, usipolikuta na kasra utakuta limetanguliwa na harfi ya jarri inachezea hapo. Kwa ni mara chache sana kuliona jina katika matamshi ya Kiarabu ukashindwa kutambua kama hili ni jina. Lakini katika alama za kutambulisha kitendo, si kila wakati alama hiyo itakuwepo. Kuna wakati hizo alama wala hazipo kabisa na neno lipo linamaanisha kitendo. Kwa maana hiyo ukiachana na kujua hizi alama, lakini vile vile pia bado kuna juhudi ya kututaka sisi tuperuzi zaidi ili tujue vitendo ni vipi na visivyokuwa vitendo ni vipi. Kwa hiyo alama hizi si kila wakati utazikuta. Asante. Tunaenda mbali kidogo. Tunaangalia upande wa pili ambao ni alharf, herufi. Tumesema kwamba zungumza utakapozungumza lugha ya Kiarabu, andika utakapoandika lugha ya Kiarabu, hautatoka katika vigawanyo hivi vitatu. Ima kigawanyo cha ismu, ima utatumia jina au utatumia vitendo au utatumia herufi na majina au herufi na vitendo ili kukamilisha lile ambalo unalitaka, na wakati mwingine unatumia vyote kwa pamoja. Kwa hiyo sasa tumeangalia ismu, tumeifahamu, tumeangalia fi'il, tumeifahamu. Sasa tunataka kujua harfu ni kitu gani. Anasema mtunzi huyu Mwenyezi Mungu amrahamu, anasema wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Anasema kwamba harfu ni ile ambayo haitengemai pamoja naye dalili ya kujulisha kwamba ni jina au dalili ya kujulisha kama ni kitendo. Kwa hiyo harfu maana yake harfu si jina wala si kitendo. Kama hapo tumeona kuna min, kuna ila, kuna an, kuna ala, kuna fi. Kwa kuna herufi ambazo zinaingia kwenye majina tu na kuna herufi ambazo zinaingia katika fi'ili tu, mfano lam, lamma, ani ya masdaria. Alafu kuna herufi zinashirikiana baina ya majina na vitendo, tutakuja kuona hapo mbele insha Allah taala. Kwa leo tuishie hapo. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Tukutane kipindi kijacho insha Allah taala.